Matumaini yangu ni kuwa wewe ni muheri wa afya, mpenzi msikilizaji, na kualika kuandamana nami katika uchambuzi huu wa habari. Uchambuzi wetu wa habari unakogubikwa na kurasa mbalimbali. Utakuwemo kurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari za michezo, habari kutoka sehemu mbalimbali na habari za kitaifa. Izake Mulucha Ashibe jina langu mimi, upande wa pili Safari Masidilo asimamia vyema dawati la mitambo kwa utulivu, na kualika kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Ukurasa wa habari muhimu kwa siku ya leo unaletwa naye Bibu Kurtantine Aldama. Karibu sana. Asante sana Izake Mulucha Ashibe kwa kunipa fursa kwa kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu. Tutaanzia katika mji wa Baraka. Mashirika ya uchukuzi wa watu na mizigo mjini Baraka yamemwandikia meya kwa muda wa mji huu kibarua cha kumuomba aondoe kamba iliyowekwa Palukoke nacho kitengo cha Transcom, ambako mashirika hayo yanadai kwamba pesa inayotozwa kwenye kamba hiyo haijulikani kisheria na inaenda mifukoni mwa watu. Na katika mji jirani wa Uvira, mitingi hadharani iliyokuwa naandaliwa naye gavana wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi ili kutoa mwangaza kwa wananchi haikufanyika mara tena kwa sababu ambazo bado kujulikana mpaka sasa. Ni hayo tu kwenye habari muhimu. Izake Mulucha Ashibe. Nikianza undani wa uchambuzi wetu wa habari na hapa katika mji wa Baraka, tabia ya kuibua vurugu misibani yenye kuendeshwa na vijana imeonekana kushamiri sehemu mbalimbali mjini Baraka. Malida wa eneo hili walahani vitendo hivyo ambavyo wanasema haviambatani kabisa na mila na desturi ya wakaaji wa eneo hili, hivyo vijana wametakiwa kuachana na tabia hizo. Tumezungumza naye Orfei Amone Aka Mengele kama leader wa mji wa Baraka. Amesema wamesikitishwa sana na hali hiyo ambayo mara nyingine inawahusisha wanachuo, hivyo ametoa wito wa kuheshimu sheria na kuheshimu utu wa binadamu, mila na desturi. Tunakuwa na sikitiko mkubwa sana kungambo ya jeunesse ya vile ya Baraka, wakati ya misiba wako na manifeste comportement moya enye aieleweki. Unakutana kwamba wakati mtu ajazikwa vijana wanatia fuyo, hasa ikikuwa ni kijana ambaye alikuwa msomi katika chuo kikuu fulani, ama akiwa kijana msomi katika institut secondaire fulani. Hapo sasa njoo inakuwa vita, yaani wale wasomi na wasiosoma katika quartier, kwa sababu yule ambaye anakufa ama anafariki ni mtu wa quartier. Sasa wasomi hawataki mtu wa quartier aguse hata jeneza ya mtu ambaye alifariki. Vile vile unakutana kwamba panakuwa nyimbo ambazo zinaimbiwa pale kwenye vilio ambazo hazipatani na mila na desturi yetu sisi wa Kongomani. Morale na sociale kwetu sisi wa Kongomani inasema kwamba il faut tu respecter les morts. Sasa wa vijana wengi hawajui heshima kwa wafu. Hizo hali tuko na zikemea kwa sababu zinaenda hata kinyume na mila yetu sisi Wabembe, Wazoba, wa Masanze, Wafuliru, Washi. Haikuwa mila zetu. Mtu ajazikwa, watu wanaanza pigana kwenye kaburi. Vijana waangalie jinsi gani watageuza tabia yao ya kutokufanya visanga kwenye vilio. Na wakuu viongozi wa mahali wasiachilie hii swala, waifuatilie vizuri, ila yule ambaye atakuwa anaingia katika hali za kuleta vurugu kwenye kilio, kuimba nyimbo za matusi, kufanya mambo ya kutia majani kwenye mamoto ya kurushia watu vumbi kwenye kilio, wale wote wakuwe wanaadhibiwa na sheria, kwa sababu wanakeuka mila na desturi ambazo nchi yetu ya Kongo inazireconnaître, katiba yetu ya Kongo inazireconnaître. Ba universitaire bakwe na manifeste ile kalite yabo ya universitaire. Sio wakati juko etudiant njo wanze jipermettre kuimba manyimbo ya betize, kufanya mabitu ya mabagare kukilio, haiko mzuri. Tuchange jeunesse, tuchange, haiko sie njo ba jeune ya kwanza, kulikuwa wale ambao walitutangulia hawakufanya haya yote na walimaliza maisha vizuri. Tukiwa tu mjini Baraka, mashirika ya uchukuzi wa watu na mizigo mjini Baraka yamemwandikia meya kwa muda wa mji huu kibarua cha kumuomba aondoe kamba iliyowekwa Palukoke nacho kitengo cha Transcom, ambako mashirika hayo yanadai kwamba pesa inayotozwa kwenye kamba hiyo haijulikani kisheria na wamesema inaenda mifukoni mwa watu. Kwake Shabani Rashidi Denis, supervisor wa shirika la Asnamoke mjini Baraka, ameanza kutoa sababu kubwa iliyopelekea wao kuandika kibarua hicho, huku akisema wametoa siku 7 pekee ili kwamba kamba hiyo iwe imetolewa tayari, la sivyo hatua za kisheria zitafanyika.
tulikuwa tu tuko mwezi wa 11 katika hii hali ya misuko ya vita, tukashtuka tu wanaambia ngoja tuambia viongozi pale Lukoke, tumeshtuka tunaona kuko kamba pale, na kama wasema gani ya Transcom, siko pale kutana kweli wako na sumbua transporter, bafika wanaambia wewe motari lipa 1000 francs, bajajiste lipa 3000, gari lipa 5000. Tukafanya ore nyumba 2 3 4 tuko naambia no, toeni kamba yenu iko mu illegalite, tu ampasi créer kamba mko service assiette, mnapaswa kala ndio mu bureau beba nahusika na kufanya controle au niveau ya monde, na kwani PCR kwa fa controle, mnapaswa collaborer nabo, ni hapo ndio mnapaswa fanya controle, kisha bakiona mwenyeko votive banamtia ku note, kisha banamtuma aende uza document kwenye mko na après pale binafikia mwile cadre vile. Ni sababu mnakia créer kamba, mna créer kamba msubasma gani bakatomea no, tuko serikali tunafanya vyetu, unaona tuna ma recette takia tilio mu illegalite. Alors mko nalipisha na taxe gani atombia tuko na contrôler tu na perception. Taxe gani wanasema akutonesha taxe bako namba tu franga wanatia mfuko. Ndio hapo tulifika kama administration kisi nasema tukabidi tuandike barua rappel ya dénonciation yetu tufanye tracasserie ya bureau ya Transcom mvile Baraka. Sio tunahitaji ile kamba waitoe pale waiondoe juu ni kamba inatiliwa kwa masiara. Mtu anamka asubuhi tu anaenda create kamba anatia pale taxe watu. Kama ikutoka hiyo kamba vraiment modèle à 7 jours tutapasser déjà gisi ile anasema tutapasser maction citoyenne. Juu sisi hatuwezi fungia macho kama vile viongozi wa wachukuzi na tuone wachukuzi wako na hangaika. Upande wake Bwana John Nondo Geraston, coordinator wa shirika la Sokomoke, ameonyesha dokumenti ambazo wanamemba wao wanatakiwa kununua, huku pia akiomba kwa meya wa Baraka kuuliza kitengo cha Transcom ikiwa pesa wanazozitoza wanazipeleka wapi na nani aliwaruhusu kutoza pesa hizo. Baada ya kuchunguza journal officiel kabisa yenye inahusu ile ya kusema ke frais de surveillance, hakuna taxe yoyote ile inaonyesha frais de surveillance ku Transcom 1000 francs. Sauf que tunajua kulingana na ile journal officiel yenye inatumika na Transcom inaonesha dokima zenye shie kome bandeshaji ya pikipiki na magari yenye tunapasha kuwa nayo. Tunapasha kuwa na permis de conduire, carte grise du véhicule ou de la moto, assurance automobile, vignette, plaque d'immatriculation ou autres documents légal exigé par la loi. Mais documents zenye biko nazo pale hakuna. Banalipisha tu par moto 1000 francs, ba 3 tricycle donc bajaji 3000 francs, mabene 5000, gari kubwa ma 10000 francs, sans quittance. Alors tulipenda kwanza tujue ile pesa yenye biko bana kamata pale inafanya kazi gani kushio waendeshaji wa magari vile vile na pikipiki, na batuoneshe bordereau même de versement ya banki yakuonesha kama ile pesa bana iverse kule. Tofauti na ile tutajirevolte. Apare sa kenye kinatukwaza shie ni kulipisha bitu binye biko ilegale, maana wakati tunabambia baache banakatala. Tofauti na ile tunawapatia dele ya 7 jours kama bakutoa. Donc tutajirevolte shie peke. Tunaomba tafadhali kwa meya wetu wa jiji aweze kuita chef de bureau wa Transcom, 1. à justifier la base légale de cette taxation, 2. à présenter les documents officiels autorisant cette perception illégale, 3. à expliquer la destination des fonds perçus auprès des transporteurs. Mwishowe Bwana Amisi Meta, kiongozi wa Asnamoke mjini Baraka, ameomba kwa wanamemba wao kwamba kama siku 7 zimepita bila kamba hiyo kutolewa, basi wataenda kwa pamoja wakitumia hatua za kisheria ili kuondoa kamba hiyo. Mimi kwa kifupi napenda kusema kama wamambre wetu, waendesha pikipiki, watembeza magari, watembeza mabajaja, ile siku 7 tunasema kama tulidenoncer tufa rappel kwa maire de la ville na kuma shirika zote zinachukua mwingine yetu ya vile Baraka. Ile siku 7 kama watoki tusie pike tunaenda kule, tunaenda watosha kwa document yetu tuliandika udepose kule kumeri. Tukiwa mjini Baraka katika manispaa ya Kalunja, ni wanawake zaidi ya 25 ndio wamenufaika na mafunzo ya kutengeneza mkaa wa kisasa. Mafunzo ambayo yaliandaliwa na shirika la Vifed katika malengo ya kusaidia wakina mama katika maendeleo ya kujitegemea kiuchumi. Bukur Tantine Aldama ameshiriki kwenye mafunzo hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Naam, yametamatika Jumamosi hii tarehe 25 mwezi Aprili mwaka huu mafunzo ya kutengeneza mkaa kwa mfumo wa kisasa yaliyochukua muda wa siku 3 katika malengo ya kuwafunza kina mama namna ya kujitegemea. George Alimasi ni mwalimu kwenye mafunzo hayo, amewataka kina mama kwenda kuwafunza wengine kama anavyoeleza hapa lengo kuu la wao kutoa mafunzo hayo. Ndio Vifed iliorganize formation
na wakina mama hapa Kalunja juu ya kutengeneza makaa ya kisasa kupitia uchafu wa nyumbani au wa shambani. Tuliforme wakina mama 13, wanaume walikuya lakini ma representativite ndo zilikuya za mugini, saa vile bourgmestre alifika, saa vile délégué wa maire de la ville alikuwa, et aussi na coordinateur urbain wa environnement naye alifika, na wote wali wanaume. Niliwaonyesha namna gani kutengeneza makaa ya kisasa juu ya kuepukana kukata miti kiolela mvile yetu ya Baraka. Umuhimu zaidi unatusaidia ya kwanza juu ya kuchunga mazingira, na ya pili inatusaidia kiuchumi. Kwa sababu tunaweza tengeneza ile makaa, tutakuwa tunauzisha na tupatia angalau kidogo, watoto wanalipa shuleni, mengine kidogo nasaidia watu kwa kukula nyumbani. Mafunzo yenyewe imechukua muda wa siku 3, ndugu journalist. Tulianza siku ya 4 na leo tuko siku ya 6. Partie théorique tulianza jeudi na tukamalizia kidogo vendredi. Ile vendredi tukaanza waonyesha namna gani ya kutafuta ile unga ya kutengeneza sasa ile mkaa wa kisasa. Sisi tunawaambia kama mafunzo haya tuliyowapatia, kisha baada kumaliza ile mafunzo warudi nyumbani, kule nyumbani kwao kwenda kufunza wengine, kwa sababu wenyewe 30 personnes mu niveau ya commune ya Kalunja airizishe. Ni chantier tulikamata puke wale 13 akisha walipata mafunzo na wataenda funza wengine kule kwa nyumba, na ili itasaidia sana hata kuondoa uchafu nani mjini yetu ya Kalunja. Kwa mtazamo wangu waza 100% ya wakina mama waliojumuika pamoja na sisi wamepokea vizuri sana hii mafunzo. Hata wewe mwenyewe pia unaona mimi niko hapa, wenyewe wanatumika kazi ya kutengeneza ile kawa kisasa, bila mimi tena kuwaongoza, mimi tena kuwaonyesha. Yani wamejua mzuri hata kisata moja. Ndugu journalist, Bwana Etabilo Echa, kiongozi wa manispa ya Kalunja, amepongeza hatua iliyochukuliwa na shirika la Vifede kwa kuleta maendeleo kwa wamama hao. Etabilo Echa anaeleza yafuatayo. Ndio mara ya kwanza kuona jambo kama na hili. Ilitufurahisha sana, hata population nayo ilafurahisha, sababu tulibambia matokeo yake gizi bako banafanya, na hasa leo hivi wakati wataona hii makala watu watapiga geregere sana. Ni furaha kubwa sana, kitu ya tangu tuzaliwe kione banafanya kitu ya mzuri sana. Ujumbe ninazo kuwa nao kwa mama, wajikaze, wasiwe na ubaguzi, wasiwe na ile banaitaka kubaguana, maana huyu anafanya ungine hatafanya, bote bajitoe pamoja kusudi kazi endelee, kwa manufaa yao watapata kidogo ya kusaidia watoto. Kwa shirika hili nalisifia sana. Mungu awabariki sana na waendelee kufunza wengine. Ili kufahamu umuhimu uliopo kwa kutengeneza mkaa wa kisasa na nini ambayo kina mama hao wanastahili kufanya baada ya mafunzo hayo, hebu tuwasikilize mmoja baada ya mwingine tuliojiana nao katika manispa ya Kalunja. Tatabu Mwaliasha, kaaji wa Kalunja ya 3, isi kabisa kwa ajili ya hii shirika ya Vifede. Nadhani si mama ba Kalunja tunashukuru Mungu kwa ajili ya kuja kututoa chini kwa hii mambo ya Vifede, kutufundisha modeli ya makala ya modeli wa kisasa. Jua hatukuwa na vijua kabisa kama banaweza kulogota mabuchafu na inatoka ema makaa, lakini kuona gisi Vifede na kia kutufundisha ya kwamba ile mabuchafu yote ile inapashwa itengenezewe na inaleta ema makala siku wakisha kwa juu ya kuharibu mazingira. Tunashukuru sana, na inatufunza mambo mengi, inatutosha kama vile kiuchumi. Tukiendelea kuifanya tu tutaanza kuuzisha, tutasomesha watoto, tutakulisha watoto. Ndio maana tunaona kama ni mafaa kwetu sio wamama wa Kalunja, wakaji wa Kalunja. Kwa jina naitwa Sylvie, naishi Kalunja. Niliona kabisa ni vya mzuri sana, ni kazi ya kutupatisha shiba na mke, tusiko tunazaraulikwa na bwana zetu. Juu tutajitegemea, bwana alete hiki alete hiki. Hapana, iliona ni vitu vya haya sana. Umeona shi tujifunze kwa gizi na shi tunaweza tafuta franga za kusaidia watoto kwa masomo ya kutengeneza mkaa ya kisasa. Tunatafuta majani ya kalanga, tunatafuta majani ya mandizi, tunatafuta majani ya miinzi. Baada ya hapo sasa tunaanza tengeneza, sasa tunalunguza, tunajungulula, ndio tunatafuta makaa. Tunakia songa sasa na bunga ya mwogo tunachanga, tunapata makaa. Kwa ngambo yangu
Nimechukulia yuko mzuri kwa sababu inatusaidia ja kwa usafi wa mwingine, cha pili inatusaidia kulinda miti, cha tatu inatusaidia kwa uchumi. Hiyo uchumi inatusaidia kwa wamama, unapata hata kidogo, unauzisha, unauza watoto dagaa, unauza watoto sabuni. Na sasa ni ukurasa wa habari za michezo. Msikilizaji, kwenye ukurasa huu tuwajuze kwamba mashabiki wa kandanda mjini Baraka wanasubiri kwa hamu kabisa mtanange wa hapo kesho Jumapili 26 ambako timu ya Academy Michel wanatarajiwa kumenyana na Presqu'île du Bois. Na mpisha Omari Makelele zile kutuletea kwa kina ukurasa wa habari za michezo. Karibu. Barabara kabisa mwenzangu Isaac Mlucha Ashibe. Leo katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba siku ya Jumapili ya tarehe 26 Aprili 2026 katika uwanja wa Maendeleo kutaweza kushuhudiwa mtanange wa kata na shoka kati ya vijana wa Academy Michel dhidi ya Presqu'île du Bois. Tukumbushe kuwa timu zote hizo mbili ndizo timu pekee ambazo bado kupata pointi hata moja katika michuano ya ligi ya nyumbani msimu huu. Je, itakuwa namna gani? Kama gisi unavyoona timu hizo ni hipi itakayochukua pointi 3 kwa ajili ya kujiimarisha kidogo katika msimamo wa ligi hapa Baraka? Tusubirie tuone itakuwa namna gani, lakini mashabiki wote wa soka wa mji wa Baraka na kando wanaalikwa kuweza kuzuria kwa wingi mtanange huu ambao utapigwa majira ya saa 9 kamili ndani ya uwanja wa Maendeleo. Academy Michel dhidi ya Presqu'île du Bois. Matokeo ya mechi hiyo ni dakika 90 za siku ya Jumapili. Tusalie tu katika mji wa Baraka. Ni kwamba kikundi cha mashabiki wa klabu ya FC Barcelona tawi la Baro limealika mashabiki wote wa FC Barcelona katika mji wa Baraka na maeneo mengine kuweza kuhudhuria kwenye kikao cha mashabiki hao kitakachofanyika siku ya Jumapili ya tarehe 26 Aprili 2026 majira ya saa 7 na dakika 30 ndani ya chumba cha mikutano cha Kashaka maeneo ya Madame mjini Baraka. Wanamemba hao wanaalikwa wote kwa wingi pamoja na vitambaa vyao vya klabu ya FC Barcelona kwa ajili ya kwenda kusikiliza kile ambacho kimeandaliwa na uongozi wa kundi hilo maeneo ya Baro. Katika mazungumzo naye mwenyekiti wa kundi hilo na mashabiki wa klabu ya FC Barcelona tawi ya Baro Bwana Kilo Mike amesema kuwa shabiki sugu wa klabu ya Barcelona haonekani katika vibanda tu bali katika vikao vya kundi hilo kwa ajili ya maendeleo ya klabu yao na ushabiki wao katika mji wa Baraka. Mengi zaidi tusubiri tuone nini ambayo itaweza kuongelewa siku ya Jumapili ya tarehe 26. Na upande wa jirani mwema pale Burundi ni kwamba wiki ya 29 ya michuano ya ligi kuu nchini Burundi maarufu Primus League iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumamosi tarehe 25 ambako mechi takriban 3 ziliweza kupigwa. Timu ya Muzinga FC waliweza kutoka sare ya kutofungana dhidi ya vijana wa Kayanza United, na Burundi Sport Dynamic wakaweza kuwanyuka timu ya Garage Express mabao 3 bila majibu, na klabu ya Vitalo Football Club mbele ya shangazi mbele ya mjomba wakaweza kukiona cha mtema kuni kwa kuweza kutandikwa mabao 2-1 na vijana wa Messager Ngozi. Lakini siku ya Jumapili tarehe 26 Aprili wiki hiyo ya 29 pale Burundi itaweza kutimua vumbi ambako timu ya Bumamuru katika uwanja wa Inwari watawapokea vijana wa Rukinzo FC, na Ngozi City ndani ya uwanja wa Urukundo watawapokea vijana wa Musongati. Vision 2026 katika uwanja wa Itwari watakipiga dhidi ya Aigle Noir, na Flambeau du Centre watawakaribisha BG Grand Mazé katika uwanja wa Ingoma, na Interstar watakuwa vikali dhidi ya Olympic Star katika uwanja wa Intwari. Na upande mwingine kule katika nchi ya Nigeria kuna habari ya majonzi. Ni kwamba aliyekuwa mshambuliaji wa timu ya taifa ya Nigeria Michael Eneramo amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 40 baada ya kuanguka ghafla uwanjani wakati wa mchezo wa kirafiki. Kwa mujibu wa shirikisho la soka nchini Nigeria, Eneramo alianguka dakika chache baada ya kuanza kwa kipindi cha pili ambapo inadaiwa alipata tatizo la moyo. Tumalizie kule katika bara la Ulaya sasa. Ni kwamba ligi 5 kabambe katika bara la Ulaya zinaendelea kutimua vumbi. Pale La Liga Hispania, vijana wa Getafe wakiwa mbele ya shangazi bila mjomba waliweza kukiona cha mtema kuni kwa kutandikwa mabao 2-0 na vijana wa FC Barcelona. Mabao ya Barcelona yalipachikwa na mchezaji Fermin Lopez pamoja na Marcus Rashford.
Pale Uingereza, England, ni kwamba timu ya West Ham waliweza kuwatandika timu ya Everton mabao 2-1 na vijana wa Fulham wakaweza kuwatandika timu ya Aston Villa bao 1-0. Wolverhampton Wanderers wakaweza kupokea kipigo cha bao 1-0 kutoka kwa vijana wa Tottenham Hotspur, na Liverpool katika uwanja wa Anfield wakaweza kuwanyuka timu ya Crystal Palace mabao 3-1. Naweka nukta katika habari za michezo. Asante sana Omari Makilele Ozile kwa ukurasa wako huo wa habari za michezo. Msikilizaji, na kukumbusha tu kwamba unaendelea kusikiza redio ya kijamii Kivu katika uchambuzi wake wa habari. Msikilizaji, unatushika vyema kwenye masafa ya FM kunako mita bendi ya 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tujielekeze huko Uvira ambako hotuba ya hadharani iliyokuwa naandaliwa naye gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi ili kutoa mwangaza kwa wananchi haikufanyika mara tena kwa sababu ambazo bado kujulikana mpaka sasa. Taarifa tunazo ni kwamba hotuba hiyo au meeting ilikuwa inasubiriwa kwa hamu na baadhi ya wananchi, hasa wakati huu ambapo hali ya mvutano unaonekana kupamba moto juu ya mswada dhidi ya gavana wa jimbo Jean-Jacques Purusi Sadiki, kama alivyoeleza hapa mwanasheria chako changu Bon Ane. Wasikilizaji wa redio yetu wataelewa kwamba ni siku nyingi gavana wa Kivu Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi hayuko ndani ya province ya Kivu. Ni wiki karibuni 3 sasa. Amefanya wiki 2 Kinshasa na wiki 1 amefanya Tanzania wakati alikuwa akialikwa na viongozi wenzake. Nimeshtushwa tu ghafla siku ya jana kupitia greffier wa tribunal grande instance ya Uvira. Motion imekuwa signifié gouvernorat na imepokelewa, inasema kwamba gavana Purusi na gouvernement yake yote ianguke kwa sababu kuna kazi wanayoifanyia kwa faida ya province tangu wakuwe hapa. Ni kweli wakati gavana amekuja amepokelewa na kamati ya ulinzi na usalama, amepokelewa na wazalendo, amepokelewa na vitengo mbalimbali, na ameingia amelala hapa jana. Hata leo tunamuona pia anaenda ng'ambo ya Merimo na saa 11. Inamaanisha kwamba anaweza akalala hapa, ingalau gavana wetu wa Kivu halali hapa na hana mpango kabisa na watu wa Uvira, sababu hakuna kitu kinachofanyika, hakuna kitu kinachofanyika ambacho tunakishuhudia sisi wakazi wa Uvira kama gisi kawaida ya nafasi zingine ambazo kuko wa viongozi. Umesema ameanza sasa kulala hapo, ni mara ya kwanza inawezekana hivyo gavana kulala hapo Uvira. Je, inaweza kuwa imetokana na hiyo motion de censure contre yeye au namna gani, kama mnavyofanya analize metre? Ni kwamba tangu hiyo itembee kwenye marezo sio, nafikiria kwamba gavana hana amani na kiukweli mambo yaendeke vizuri. Hata hivyo chako changu Bon Ane ameongeza kuwa mpaka sasa kuna mradi hata mmoja wa maendeleo ambao umeonekana tangu jimbo liamie pa Uvira. Sababu jana kwanza angepaswa kuwa na mitingi, lakini wakaanilia hayo. Leo tena usiku tukaenda communique asili ya communication ya gouverneur, walianilika nayo na wakasema kwamba wameitupilia siku za mbali bila kujulisha watu takuwa siku gani, tariki gani, mwezi gani, mwaka gani na saa gani. Ndio maana hiyo ni kwamba gavana katika hali ambayo haiko nzuri. Watu wengine wanasema kwamba moma haiko opportun juu ya kuanza hiyo masekuse, notamment ma motion de censure contre le gouverneur wa province. Analize gani unafanya kama vile leader communautaire tena mwanasheria chako changu? Mtangazaji, sheria ya Kongo haikusemaka wakati gani inafaa ili kwamba motion de défiance ama de censure ikuwe adrese kwa viongozi wa nchi. Sheria haikusema. Ndio maana ukiangalia pia Kinshasa, ingalau vita ya Este, vice ministre ambaye ni bwana Shabani naye pia anaitishwa kwenye Assemblée Nationale. Sheria ya Kongo haikusema wakati mwafaka wa kutosha motion de censure ama motion de défiance. Na kama kuna mtu mwenye anajua hiyo article, ni vizuri sana
akanipo na mimi nikaisome ni article gani ya sheria gani. Ya pili, je, watu waendelee kusumbuka katika hali ya kukosefu, watu waishi vibaya, hakuna project moja naifanya hata kama tuko Mvita. Ukienda Beni, Butembo kwenye piko gouverneur militaire Nord Kivu, kuna project mbalimbali ambazo zinafanyika. Vita imeanzia Nord Kivu, lakini kule project zinafanyika, barabara zinajenga, viwanda viko na mambo mengine. Kwa nini huku kwetu tangu gavana kutia hapa Uvira na gouvernement yake yote, hata pia hiyo assemblee provinciale, hakuna kazi wanaifanya tangazaji? Sababu hakuna sheria wanaichagua, hakuna sheria wanavote, na gouvernement provinciale plan yenyewe wako nao kufanyia kazi, hakuna hata projet moja. Lakini kuna mapromese kila siku, gavana anasema promese anatembea mchana, na ndio maana hakuna muda ambao sheria imesema na wafanya siasa waongoze kwa faida ya wakaaji kama vile sisi watu wadogo, wakijua kwamba kama mambo yaiendeke, sheria ifanyiwe kazi, wainterpele ministre fulani, hata pia gavana mwenyewe ambaye mardi tayari communique kutoka assemblee provinciale wako na plenele kwa ajili ya kuanalize hiyo motion. Na kwenye habari ya kitaifa, shirika la SPM pamoja na shirika la tamaduni juu ya amani na haki CPG wamechapisha ripoti ya ujumbe wao uliofanyika nchini DRC, ambayo ripoti hiyo imeonyesha ongezeko kubwa la hukumu za kifo nchini kufuatia kuondolewa kwa kusitishwa kwa utekelezaji wa adhabu hiyo mwezi Machi 2024. Taarifa hii imeandaliwa naye Safari Alimasidilwe. Naam, matokeo ya ujumbe huo hayakuishia tu kwenye takwimu, bali pia amechunguza hali mbaya ya magereza ambamo zaidi ya Wakongo 1000 walipatiwa hukumu ya kifo mwaka 2024 wanaishi. Katika gereza kuu la Makala pamoja na gereza la kijeshi la Ndolo huko Kinshasa, ripoti imeonyesha msongamano mkubwa kupita kiasi hadi kufikia baadhi ya vyumba kuwa na wafungwa hadi 260. Wale waliotiwa hukumu ya kifo hawana matumaini ya kutoka. Katika gereza kula Makala, msongamano unakadiriwa kufikia zaidi ya pasenti 1000, huku karibu wafungwa 1015 wakikaa katika nafasi ya watu 1500. Ndolo, baadhi ya vyumba vina watu hadi 260, kila mfungwa akiwa chini ya mita mraba moja. Katika mazingira haya, watu waliotiwa hukumu ya kifo wanaishi kifungoni bila matumaini ya kutoka, hali ambayo mashirika haya yanaita hukumu ya kifo kwa kutekelezwa. Mbali nayo, kuna uchafu uliokithiri katika magereza nchi, ambapo upatikanaji wa maji, chakula na huduma za afya ni mdogo sana. Mashirika hayo yanaongeza, baadhi ya wafungwa waliohojiwa walisema wanapangwa kama samaki wa chinchad wakati wa kulala, na wengine wanaeleza maisha yao kuwa kama jana. Wengine wanasema wanaishi kana kwamba wako ndani ya jeneza kutokana na msongamano katika vyumba vidogo sana. Ukosefu wa matumaini ya haki unadhalisha mgogoro wa kisaikolojia kimya kimya ulioelezwa na mfungwa mmoja huko Kalemi. Tumeshakufa kabla hatujauawa, inaendelea kusema ripoti hiyo. Kutokana na hali mbaya katika magereza ya DRC, mashirika hayo yametoa mapendekezo kwa mamlaka za Kongo, ikiwa ni pamoja na kwanza kwa mchakato wa haraka kuelekea kufuta kabisa adhabu ya kifo na kusimamisha utekelezaji wote unaopangwa, kuimarisha viwango vya kimataifa vya haki vya kusikilizwa kwa haki, hasa upatikanaji wa wakili tangu mwanzo wa kesi, kukomesha vitendo vya mateso na shinikizo kwa wafungwa, kuhakikisha hali za chini zinazokubalika za maisha kwa wafungwa magerezani, kuongeza uwazi kuhusu takwimu zinazohusiana na adhabu ya kifo. Ripoti hiyo yenye kichwa kinachosema katika janamu ya mabadiliko ya kisiasa, hali ya watu waliotiwa hukumu ya kifo nchini DRC inaonyesha kuwa zaidi ya hukumu 480 za kifo zilitolewa mwaka 2024 pekee, ikiwa ni ongezeko zaidi ya 300% ikilinganishwa na mwaka 2023 na kiwango cha juu zaidi katika miaka 20 iliyopita. Ujumbe huo uliweza kubaini karibu watu 1000 waliotiwa hukumu ya kifo katika magereza 19 yaliyotembelewa, ikilinganishwa na takriban 510 mwaka 2019. Kwa mujibu wa makadirio mengine, idadi ya kitaifa inaweza kuzidi watu 1450, hali inayoweka DRC miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa zaidi ya wafungwa waliokataliwa hukumu ya kifo barani Afrika. Bila shaka muda umenuruhusu kuwa nayo kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Asante sana Safari Alimasi. Msikizaji, ni hadi hapo ndipo naenda kutamatisha kabisa uchambuzi wa habari kwa siku ya leo. Shukrani belele kwa wenzangu wote waliofanya hili na lile ili uchambuzi huu wa leo msikizaji uweze kukufikia.
Shukrani pia kwa fundi mitambo wangu ambaye ni Safari Masidibe. Mimi ni Isaac Mulucha Ashibe. Kwa niaba ya wote uliowasikia katika uchambuzi huu wa habari nasema asante na salamu alaikum.